Abraham. We have a Pope. Tunaye Papa. Huyu ndiye kiongozi mpya, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni, Baba Mtakatifu wa 267 na mrithi wa kiti cha Mtume Petro. Anakuja kuendeleza kile alichokianzisha Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Mbegu yake ikasimikwa rasmi siku ya Pentekoste na Roho Mtakatifu tuliyepewa na Mungu, ili tusibaki wenyewe katika kusafiri kama kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Papa anakuja kwa ajili yetu, kwa ajili ya waamini wote na kwa ajili ya watu wote. Ni furaha, ni haki yake kuahidiwa ushirikiano, kuahidiwa utii. Mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano umekamilika yapata robo tatu ya karne hivi, na hapa katikati yako mambo kadhaa yanahitaji mababa wa kanisa kukaa kujazirizia tena, kwa sababu ya mabadiliko ya jamii yanavyoendelea. Kwa pengine wazo la mtaguso ni moja ya matarajio ya wanakanisa kuendelezwa katika kipindi kipya cha upapa wa Papa mpya wa 267. Lakini iko changamoto katika baadhi ya nchi duniani. Yako maeneo ambako bado watu hawapewi uhuru wa kuabudu, na hasa kumwabudu Bwana wetu Yesu Kristo. Ni changamoto ambayo inahitaji pia kutazamwa kwa namna yake. Uinjilishaji wa kina ni dhana ya miaka ya karibuni sasa, lakini inaendelea kupokeleka vizuri na kuleta chachu mpya katika namna ya uinjilishaji kwa ulimwengu wa sasa. Nalo ni jambo ambalo linafikiriwa kuhitaji kusukumwa zaidi, lieleweke zaidi, liweze kuhuisha ulimwengu vizuri zaidi. Kuna shinikizo na mashinikizo ya mabadiliko. Yako mawazo yanayotoka huku na kule katika malimwengu ya ulimwengu huu, kutamani kanisa libadili mtazamo, libadili namna, na libadili liyape kisogo maagizo ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu tu ya mashinikizo ya kiulimwengu. Yako mashinikizo yanajaribu kutafuta ruksa za taraka kinyume cha maagizo ya Mungu, ruksa ya mahusiano ya jinsi moja kinyume cha maagizo ya Mungu, lakini na kulainika fulani kwa taratibu mbalimbali. Haya yote ni mambo ambayo yanamtazama Papa wetu mpya na yanalitazama kanisa pamoja na Papa. Ziko changamoto nyingine za kijamii. Kanisa lenye wajibu wa kumpeleka Kristo linatazamiwa kuendelea kubeba wajibu huo katika changamoto za kijamii zinazoendelea. Migogoro inayoleta maisha magumu na taabu na mahangaiko kwa wananchi, hasa wanyonge na masikini. Ukandamizaji wa haki za binadamu huku na kule maeneo mbalimbali duniani. Ugaidi, magonjwa ya kutisha ya milipuko kama corona, COVID-19 na mengineyo. Lakini na changamoto nyingine, hasa mmomonyoko wa maadili katika ngazi ya familia. Haya yote yanamtazama Papa, yanalitazama kanisa pamoja na Papa. Tumwombe. Na hizi ni ajenda ambazo kwa pamoja katika channel yetu hii ya Encatholics tutaendelea kuishika ajenda moja baada ya nyingine, ili kuona mtazamo wa kanisa ni nini
tutoe mchango gani katika kuzifanya changamoto hizi ziwe zinazohimilika kwa mwongozo wa kanisa na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Habemus Papam.